Habari. Hii ni hadithi ya mvutano wa kimya wa kimapenzi katika nyumba moja ya kawaida mitaa ya Gongo la Mboto, mahali ambapo mgeni mmoja habadilisha maisha ya wengine bila ukusudia. Ni safari ya hisia ndani ya maisha ya watu. Adam alikuwa kijana wa miaka 26, mrefu, mwenye mwili uliojikata kama mtu anayenyanyua vyuma. Awali alikuwa na kazi ya kubeba mizigo katika makala ya viwanda. Walikuwa na timu ambayo alianzisha yeye na wenzake kwa ajili ya kujisambaza na kufanya kazi hiyo. Ni kasistem walikokianzisha kuendana na nyakati. Alikuwa ametoka Temeke kuja Gongo la Mboto baada ya kupata kazi mpya katika supermarket kubwa karibu na uwanja wa ndege. Alitaka utulivu na amani. Aliishi peke yake baada ya kuachana na rafiki wa kike miezi michache iliyopita, na sasa alikuwa tayari kuanza maisha mapya bila shughuli nyingi. Alikuwa na bidii moja tu na ndoto ya kujenga hali bora zaidi. Ni mtu wa utulivu anayejua kusikiliza na kutoa msaada bila kujisifu. Siku moja ya jioni, alitembea mtaa kwa mtaa akiuliza chumba cha kupanga. Alikuwa na shilingi 50,000 tu kwa kodi ya mwezi na hakutaka mahali pa gharama kubwa. Mama mmoja wa jirani alimwonyesha nyumba ya rangi ya kijani iliyokuwa na geti juu. Sehemu ya mlango haikuwa mpya, lakini ilikuwa safi na tulivu. Ilionekana kuishiwa na sauti nyingi za watu. Adam aligonga geti na mlango ulifunguliwa na msichana wa miaka 22 anayeitwa Aisha. Alikuwa mrefu kidogo, ngozi laini ya rangi ya chokoleti na macho mazito kama mtu anayecheka kiwelemoyo. Alikuwa ndo ametoka kuhitimu masomo yake ya sekondari. Kwa kujiamini, alikuwa ni mtu wa kuangalia mtu moja kwa moja machoni bila uoga. Ana akili na anajua hilo. Alikuwa amevaa dela lililotulia kwa urahisi kwenye mwili wake na alitabasamu wakati alipomwona. Kisha akamuuliza kaibu, "Nikusaidiaje?" Adam alijibu, "Namtafuta mwenye nyumba, nina shida ya chumba cha kupanga." Akadakia Aisha, "Wewe ndio unatafuta chumba?" aliuliza kwa sauti ya tati. "Ndiyo mama," Adam alijibu. Aisha alinyamaza kidogo, kisha akatabasamu. "Mama yuko ndani, karibu ndani." Ulikuwa na mama yake Bi Halima, mjane wa miaka 45, mwanamke mwenye hadhi, tulivu, si wa kupaza sauti, lakini uwepo wake unaonekana anajua kuzungumza kwa upole bila kupoteza mamlaka. Alikuwa mkarimu na akasema, "Karibu kijana," alisema kwa sauti yenye utulivu wa mtu aliyeona mengi. Adam alieleza hali yake. Anahitaji chumba cha mtu mmoja tulivu na atalipa kwa wakati. Bi Halima alimpeleka juu. Chumba kilikuwa na dirisha linaloangalia kichochoro na majani na vimiti vidogo upande wa pili. Ukuta mweupe, sakafu safi. Hakukuwa na fanicha, lakini kilikuwa cha kumridhisha mtu mwenye uhitaji. "Ukikichukua," alisema Bi Halima, "kodi ni shilingi 40,000 kwa mwezi. Heshima ni muhimu. Sisi tunaishi kwa utulivu." Adamu alitikisa kichwa. "Heshima ndiyo kila kitu." Makubaliano yakafanyika. Adamu alilipa shilingi 40,000 hapo hapo kama depositi ya mwezi wa kwanza. Siku iliyofuata alihamia na vitu vyake vichache: godoro, sanduku la nguo, laptop na redio ndogo. Aisha alimsaidia kumwingizia vitu vyake ndani. Wakati huo mikono yao iligusana kwa bahati mbaya, ila hakuna aliyesema chochote, lakini wote walihisi msisimko na hata Aisha alijanda kidogo, ila wote walipotezea. Na wote huo Bi Halima alikuwa ndani kwake na shughuli zake. Adamu alimaliza kuingiza vitu akamshukuru Aisha ambaye alikuwa akijichekesha tu, kisha akaweka mazingira yake sawa na kujifungia ndani kwa hiyo siku kwa uchovu wa safari na kuhamia. Siku za mwanzo zilikuwa za kawaida. Adamu anatoka asubuhi kazini, anarudi jioni, lakini polepole mazungumzo yakaanza kukua jikoni, korido, mbuani. Aisha alipenda kukaa karibu na chumba cha Adamu, na wakati Adamu anasimulia mambo ya kazini, alipenda kumsikiliza bila kumkatiza. Kuna siku wakati wa mazungumzo, mkono wa Aisha ulimgusa Adamu wakati wa kicheko. Adamu alijikaza, ila Aisha alijifanya kama hakutambua kilichotokea. Aliuacha ukae kwa muda kama sekunde kadhaa kabla ya kuutoa. Macho yao yakikutana, na yote hayo yaliendelea mama Aisha akiwepo katika upigaji soga huo. Aligundua kuna kitu sema. Hakuwa na ushahidi wa kutosha kufanyia maamuzi, ila aliona hali ya hewa ilivyobadilika baada ya tukio lile. Usiku mmoja wa mvua kubwa, hali ilipanda kidogo zaidi. Aisha alikuja chumbani kwa Adamu.
akiwa amevaa nguo nyembamba zilishikamana na mwili wake kwa unyevu, na kusema, siwezi kulala peke yangu leo, hadi inanishtua. Walikaa karibu, pumzi yake ikigusa shingo yake, na kila radi ilipopiga, alijikurubisha zaidi, mkono wake ukiteleza kwenye mkono wake. Kubusa kwa muda mrefu unaobeba mvutano wa kimapenzi, macho yao yakitazamana kwa joto lisilotamkwa. Upande wa kwa mama Aisha alikuwa macho, akiwa kajilaza chini na sio kitandani, hakupikiwa na usingizi. Hivyo alisikia sauti za mazungumzo kutoka chumbani kwa Adamu, akiwa anaongea na Aisha, wakati wanaongea na kujadili movie walokuwa wakiangalia, wakijua hawasikiki. Na moyo wake ukapiga kidogo kwa hisia zisizoelezeka. Kila neno lililopita, kila kicheko kidogo kilimfanya ahisi hali ya walakini na kujiuliza kuhusu urafiki na ukaribu wa Adamu na mwanae. Hadi siku zilivyopita, Aisha alizidi kule karibu zaidi. Jioni moja alikuja chumbani mwa Adamu kusikiliza muziki. Kama unavyojua nyumba za kisea hili, akiwa amekaa kitandani, miguu yake inacheza cheza, akainyanyua na kuikunja. Katika cheza yake inajitikisa, fulana yake iliteleza kidogo, ikionyesha ngozi laini ya bega lake, na kia muda huo mtandio wake hakuufunga kujistiri mwili, bali aliugesha tu. Adamu alitazama kwa sekunde chache, kisha kugeuza macho haraka, lakini hisia zilizokuwepo tayari zilianza kujenga msingi wa uhusiano wa kimya. Siku iliyofuata, Bi Halima alimwita Adamu peke yake sebuleni. Akiwa amekaa kwa utulivu wa kawaida, macho yake yakimwangalia kwa upole wa mtu aliyezoea kushughulikia hisia za ndani. Nimeona jinsi unavyomtazama binti yangu, alisema kwa sauti yenye hekima, na jinsi yeye anakutazama wewe. Lakini mimi pia nimehisi kitu kidogo, kitu ambacho sipendi kukitaja wazi. Adamu alisikiliza kwa heshima, moyo wake ukipiga kidogo kwa wasiwasi. Sitaki kuleta mgawanyiko nyumbani mwenu, alijibu kwa unyenyekevu. Bi Halima alitabasamu kidogo, macho yake yakionekana kuwa na maana zaidi. Hisia si kosa, lakini lazima ziwe na heshima na wakati. Maneno hayo yaliacha ukimya utawale kidogo, lakini hakuna aliyesonga mbele. Ilikuwa kama mlango uliofunguliwa kidogo tu. Nabii Halima mwenyewe alihisi msukumo wa hisia zisizoeleweka ndani yake, joto la kutoeleweka. Aliamua potesea, akiamini kaonya na kuacha umakini utawale kwa kijana juu ya mwanae, japo yeye mwenyewe hakujielewa nini na alikuwa akihisi. Bi Halima kwa upande wake alianza kuhisi mabadiliko ndani yake bila kujua chanzo. Asubuhi moja alimpelekea Adamu chai jikoni, akiwa amevaa gauni mepesi la nyumbani linalofunguka kidogo kwenye shingo, na wakati wa kumpa kikombe, vidole vyao viligusana kwa muda mrefu kidogo kuliko kawaida. Macho yake yaligongana na yake, na kwa mara ya kwanza alihisi joto la kutoeleweka likimjia, hisia ya karibu wa kushangaza, kama kumbukumbu ya mapenzi ya zamani inayorejea bila kuitwa. Lakini hakutaka kulikubali. Alitabasamu na kuondoka, moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida, akijiuliza ni nini kinachotokea ndani yake. Hisia zisizoeleweka ambazo zilikuwa kama kivuli kinachofuata hatua zake bila sauti. Drama ilianza kujenga polepole, kama wingu linakusanyika mbali angani. Siku moja Aisha alimuona Bi Halima na Adamu wakicheka jikoni, mama yake akimgusa bega lake kwa urahisi wakati wa kupika. Na Aisha alihisi wivu kidogo ukimjaa, kama kidonda kidogo kinachotulia ndani. Badala yake alichagua kuja usiku huo chumbani kwa Adamu, akiwa amevaa fulana fupi kidogo inayotulia kwenye mapaja yake, na kusema, nataka kuzungumza nawe kidogo. Kabla Adamu hajajibu,
Alimsukumia ndani kidogo, na wakaangukia kitandani karibu, pumzi yao ikichanganyika. Mazungumzo yaligeuka kuwa ya hisia zaidi, Esha akisema, unanifanya nijisikia tofauti. Na mkono wake uliteleza kidogo kwenye paja lake, Vidole vyake vikiacha mkondo wa joto. Augusa kwa unyenyekevu unaobeba ahadi ya zaidi. Adam alihisi mwili wake ukijaza mvutano, Macho yake yakitulia kwenye laini ya midomo yake. na yeye akijibu kwa kugusa mkono wake kidogo, kila hatua ikijenga joto la kimapenzi bila kuvuka. Kana moto unaowaka taratibu chini ya majivu. Hadi siku zilivyopita, hisia za Bi Halima zilianza kujengeka zaidi bila yeye kujua jinsi ya kuzisimamisha. Alikuwa akisikia sauti za mazungumzo ya usiku kutoka chumbani kwa Ada, na wakati mmoja Alisimama karibu na mlango, moyo wake ukipiga kwa hisia zisizoeleweka, wivu, anu na maajabu yaliyochanganyika. Harindia, lakini hisia hizo zilikuwa kama kitu kipya kinachomjaa, kisichoeleweka na kisichotulia. Hii ilikuwa sehemu ya kwanza ya hadithi ya Gongo la Mboto. mwisho wake unafungua mlango wa patoto, ambapo mvutano unaendelea kujenga taratibu. Hisia zisizoeleweka za Bi Halima zikiongezeka bila kujua mwisho wake. Na kila kugusa kidogo kinakaribia hatua ya karibu zaidi, Ya kushangaza zaidi, na ya kipekee kihisia. Lakini nini kitatokea wakati mvua inayofuata itanyesha? Subscribe kupata update.